Jioni ya leo ni jioni nyingine njema. Mungu ametuwezesha kuiona siku hii ya leo. Kwa hivyo napenda nichukue nafasi hii niwasalimie wote katika jina la Yesu Kristo. Hamjaboni? Tumai ya kwamba mmeshinda vizuri, kila mmoja katika shughuli zake, na wale ambao wamekuwa katika safari mbalimbali, Mungu amewalinda, Mungu amewasaidia, mmekuwa na nafasi nzuri, na hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu kuonana kwetu mara tena si jambo la kawaida, imegharimu mkono wa Mungu, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya jinsi ambavyo ameifanya siku hii ya leo. Kwa hivyo tuna mambo mengi ya kujivunia, kuwa hai, kuwa na wokovu, kuwa tumelindwa. Jambo hili si jambo la kawaida, na kwa hivyo tunamshukuru Mungu wetu kwa sababu ya wema wake, kwa sababu ya fadhili zake. Na hivyo tutaomba ili tuweze kuendelea na somo letu la usiku wa leo. Na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunashukurani tena mbele zako, Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu mwenye uwezo wote, mwenye mamlaka yote, mwenye nguvu zote. Umetuwezesha kuona usiku mwingine, na Bwana, imegharimu mkono wako. Umepata taarifa kuna wengi wameaga, na kuna, Mungu wa rehema, hata wengine hatufahamu, na pia wengine hawajifahamu mahali walipo, lakini kwako wewe Bwana uhai uko. Mungu wa rehema, una uwezo na nguvu zote za kutulinda kwa kadiri ya vile umetulinda nasi siku ya leo. Uinuliwe na hata uhimidiwe. Tunaenda kuingia kwa neno lako. Tunaomba ya kwamba uweze kutusaidia na kutuongoza kwa kila jambo, Mwokozi wa rehema. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Ni nafasi nyingine ambapo tutaendelea na somo letu la leo. Jana tulianza somo linalohusiana na viumbe hai, ama tunasema viumbe hai kiroho, spiritual beings, na tuliweza kuangalia sehemu ya kwanza ambayo ni ya malaika. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba tunao wale ambao ni malaika, ambao tulisema hao malaika ni viumbe vya Mungu, na pia tukasema wapo kwa sababu kuna watu ambao hawaamini ya kwamba kuna malaika, na pia kuna wale ambao wanabishana hata sasa. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 23, the book of Acts chapter 23 verse 8. Hiyo hatukuwa tumesoma, lakini nilitaka kusoma tunapoendelea kuelezea yale ambayo tuliguzia jana. Matendo ya Mitume 23 verse 8. The book of Acts chapter 23 verse 8 inasema hivi: kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama ya wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri yote. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wale kikundi cha the Sadducees ambao Biblia inasema ya kwamba
hawakuwa na nafasi ya kukubali ama kuamini ya kwamba kuna watu, kuna malaika. Pia hawakuamini ya kwamba kuna kiama ya wafu ama kufufuka kwa wale waliokufa, na pia hawakuamini ya kwamba kuna spirits ama kuna hizo roho. Wao Masadukayo ama the Sadducees, hao hawakuamini mambo hayo, lakini Mafarisayo hao waliamini ya kwamba kuna kufufuka kwa wale watu wamekufa, na pia kuna malaika, na pia waliamini ya kwamba kunazo roho ambazo tunazungumzia siku ya leo. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba kuelewa ya kwamba tunapozungumza habari ya viumbe hai kiroho, kuna wale watu ambao hawaamini ya kwamba kuna vitu kama hizi, na hasa umeona katika Biblia hata siku hizo za zamani kuna kikundi cha watu wengi ambao hawakuamini. Maana Masadukayo pia ilikuwa ni kikundi ambacho ilikuwa na watu wengi na hawakuamini mambo yale, na kwa hivyo ndipo tunazungumza ili ujue ya kwamba kunao. Pia tuliona ya kwamba mtu asije akaabudu malaika, maanake malaika ni kiumbe ambacho kiliumbwa, na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba hawa waliumbwa, na tuweza kuona jambo hilo, na pia tunaweza kusoma katika Zaburi ya 148, Psalms 148. Naweza kuanzia verse 1 to 5. Pia hii inatuonyesha ya kwamba malaika waliweza kuumbwa na Mungu, na waliumbwa kabla wanadamu kuwepo, na kwa hivyo unaona hivyo vile inasema hivi katika hiyo Zaburi, Psalms 148 from verse 1. Haleluya, sifuni Bwana kutoka mbinguni, sifuni katika mahali palipo juu. Tuendelee. Msifuni enyi malaika wake wote, msifuni majeshi yake yote. Msifuni jua na mwezi, msifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu. Mstari wa 5 sasa inasema, na vilisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru vikaumbwa. Kwa hivyo sasa yote ambayo tumetaja inajumuishwa ya kwamba ni Mungu aliweza kuamuru zikaumbwa, na kwa hivyo ni vizuri kuelewa mambo hayo. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tuliguzia jana, na kwa hivyo hata nimekuongeza vifungu viwili ya kudhibitisha ya kwamba kwanza kuna watu ambao hawakuamini ya kwamba kuna malaika, na sasa naamini ya kwamba wewe unaamini ya kwamba kuna malaika, na iposa tunaendelea kuguzia mambo yao na kuendelea kuwafahamu. Na fikiri tulikomea ama wakati uliisha tulipo kuwa tunataka kuangalia
habari ya vikundi viwili, kile cha maserafi na wengine ambao ni makerubi, na hao tunaweza kuwapata. Kwanza tuangalie maserafi. Hao ni malaika wanaitwa hivyo, maserafi. Tuangalie katika Isaya 6 na mstari wa 2. Isaya 6, maserafi wale ambao wanaitwa serafim. Tuangalie katika hicho kitabu Isaya 6 na mstari wa 2. Juu yake walisimama. Tunaweza kuanzia moja tu tafadhali, tuanzie mstari wa kwanza. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na ndipo na pido za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hapa kuna hawa malaika ambao wanaitwa maserafi, na walionekana na mtumishi wa Mungu Isaya wakati wa baada ya kifo cha Uzia. Tunaona ya kwamba anasema alimuona Mungu, na basi akaona hawa maserafi wakiwa mbele za Bwana na walikuwa wakimwabudu. Kiendelea hapo chini utakuta walikuwa wanamwabudu Mungu, na hata aliona sura za hawa malaika, na akaona jinsi ambavyo walikuwa na mabawa ya kuwasaidia kuruka. Mengine wanafunika nayo miguu na pia uso, na tunaona Isaya akieleza mambo hayo katika Mwanzo 3 na mstari wa 24. Genesis chapter 3 verse 24 inasema hivi. Genesis chapter 3 verse 24. Na kama unajiunga nasi sasa, tunaendelea kuongea ama kutazama habari ya malaika, na sasa tumeshaangalia habari ya maserafi, na sasa kuna kikundi kingine cha malaika. Biblia inasema hivi katika Mwanzo 3 na mstari wa 24. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa hivyo kikundi kingine ni wale ambao wanaitwa cherubim ama makerubi. Kwa hivyo hawa ni tunaona aliwaweka wakati wa kumfukuza Adamu katika shamba lile lilokuwa Edeni. Tunaona ya kwamba lile shamba iliweza kuzingirwa
na kukawekwa makerubi wakaweza kulinda ule mti wa uzima, na kwa hivyo tunaona kuna hawa malaika. Na pia katika Zaburi 18 na mstari wa 10 bado inaeleza habari ya hawa malaika ambao ni makerubi. Nimesema katika Zaburi 18 na mstari wa 10. Na pia kuna vifungu vingine unaweza kukutana na hawa malaika. Tusome hiyo alafu tusome katika Ezekieli. Katika Zaburi ya 18 na mstari wa 10 nasema, akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Kwa hivyo bado tunaona Biblia ikieleza kuhusu malaika hawa ambao wanaitwa makerubi. Na katika Ezekieli 28 mstari wa 14 hadi 16, Ezekiel 28 verse 14 to 16, Ezekiel 28 verse 14 to 16. Nasema hivi: wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uofu ulipoonekana ndani yako. 16, tumalizie hapo. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Sababu hiyo imekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi funikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Kwa hivyo hapa Biblia inaeleza kuhusu kerubi mmoja aliyefukuzwa mbele za Mungu. Alikuwa amewekwa katika mlima mtakatifu wa Mungu, na Biblia inasema aliumbwa na Mungu. Posa tulisema hawa malaika waliumbwa, lakini tunaona ya kwamba alifukuzwa. Huyu ni Shetani. Shetani alikuwa ni baadhi ya hawa makerubi, alikuwa ni kerubi. Na kwa hivyo hapa inapoeleza habari hii inaeleza kuhusu Shetani ambaye aliitwa Lucifer na alikuwa ni kerubi. Kwa hivyo tunapewa sifa yake mahali pale, na pia tunaona ya kwamba alikuwa ameinuliwa sana, na lakini baadaye akafanya dhambi na akaweza kufukuzwa. Lakini tukifika sehemu ya kuongea habari za hiyo, tulisema tunaweza kuuzia sehemu hiyo ya kumweleza Shetani na mambo yake. Tutaweza kuingia kwa undani katika mambo hayo. Katika Wathesalonike wa kwanza 4 na mstari wa 16, hii huwa tunaisoma sana pengine wakati mwingine, wakati kuna manzishi ama katika Injili, ama tunapoongea kuhusu rapture,
1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Wathesalonike wa kwanza 4 na mstari wa 16. Thessalonike, not Corinthians, but Thessalonians. Yeah. Nasema hivi, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo hapa tunaona wakati wa rapture ama kunyakuliwa kwa kanisa, yule ambaye atakuwa na ile parapanda ya Mungu ni malaika mkuu. Tulisema kuna archangel ama malaika mkuu, na kwa hivyo tukasema ni jina lake ni Mikaeli, na huyu ni malaika mkuu, na alionekana ama siku itakapofika yeye ndiye atakuwa na atashuka pamoja na Kristo ili kualika kanisa na liweze kuenenda mahali ambapo ataweza kuandaa. Na kwa hivyo tulisema ni vizuri tujue ya kwamba kuna ranks, kuna viwango, kuna yule mkuu, kuna wale ambao wanatumwa, na tutaendelea kuona kazi za hawa malaika, jinsi ambavyo Mungu amegawa kazi. Tuliona wengine ni messengers, wao wanabeba ujumbe. Kuna wale wanaweza kupigana na maadui wa watu wa Mungu na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunaona kabisa ya kwamba malaika wapo ama wako, na kama vile tumesema Mungu ndiye aliyewaumba, na aliwaumba kabla kuweka mwanadamu. Ayubu 38 na mstari lakini hiyo ina mstari mingi, mstari wa kwanza hadi 7. Ayubu, in the book of Job 38 verse 1 kuendelea, inasema ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Basi jifunge viuno kama mwanaume, maana nitakuuliza neno, nawe niambie. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Haya, sema kama ukiwa na ufahamu. Mstari wa 5, ni nani aliyeamrisha vipimo vyake? Kama ukijua. Au ni nani aliyenyosha kaba juu yake? Misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliyeweka jiwe lake la pembeni? Mstari wa 7, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Tulisema hawa wana wa Mungu ni hawa malaika katika nyakati hizo. Kwa hivyo Mungu ndiye aliyewaweka, na hivyo aliwaweka kabla ya wanadamu. Alikuwa anauliza wanadamu maswali ya kwamba alikuwa wapi, na kama anaweza kujibu yale maswali
kama ana ufahamu, na kwa hivyo haya ni mambo yaliyotendeka kabla ya mwanadamu kuwepo. Na mara kwa mara watu ambao wamewahi kuona hawa malaika waliona wakiwa na sura ya wanadamu, ingawa tunasema hawa ni roho lakini hawana nyama. Ingawa wanaonekana wakiwa na sura ya wanadamu, hawana nyama, hawana mwili, na kwa hivyo wanaweza kuingia hata nyumba kama hii ikiwa imefungwa hivyo, si lazima wapitie kwa mlango. Na kwa sababu tunaongea kuhusu viumbe vya kiroho, ni vizuri kuelewa hayo. Lakini kuna watu wamewahi kutokewa na kuwaona wakiwa na sura kama ya watu, ili waone vile ambavyo wataongea nao na vile watakavyo sikia kutoka kwao na mambo kama hayo. Na kwa hivyo tunajua hivyo hata wakati tukisoma katika Mwanzo 18 na mstari wa 2, Genesis chapter 18, tunaona wakati mmoja wakati wa mtu ambaye anaitwa Rutu, na pia wakati wa Ibrahimu, tunaona ya kwamba aliweza kuona kana kwamba wale walikuwa ni watu. Pia tunaona katika Yohana 20 na mstari wa 12, na pia katika Mwanzo 19 na mstari wa 1. Hii ni vifungu ambavyo unaweza ziangalia, kwa hivyo unaweza nakili mahali. Katika Waibrania 13 na mstari wa 2, Hebrews 13 verse 2, kama unajiunga nasi na kama hukuwa pamoja nasi jana, jua ya kwamba tunaongea kuhusu viumbe vya kiroho. Hawa ni viumbe hai, na viumbe wa kwanza ambao tunaongea kuhusu ni wale ambao tunaita malaika. Na kwa hivyo malaika waliitwa na jina ya Kiebrania Angelos, na Angelos ni kumaanisha messenger ama mjumbe. Waibrania 13 na mstari wa 2 inasema, usisahau wafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hivyo mwandishi wa Waibrania anatuambia ya kwamba tunaweza kuona ni watu ambao wanatutembelea, tuwakaribishe, na kumbe hawa si watu wa kawaida, wengine hawa ni malaika. Kwa hivyo wakati mwingine wa hawa malaika walitokea watu kama wanadamu, lakini kumbe si wanadamu kama vile watu wanaweza kufikiria. Lakini ili waweze kuongea na watu ilibidi wajifike mwili wa wanadamu. Hawa malaika idadi yao ni kubwa sana, hawawezi kuhesabika. Idadi yao ni kubwa sana. Katika Deuteronomy 33 verse 2 ama Kumbukumbu la Torati
3 na mstari wa 2. Ili nimekosea hapo nikiandika. Tunaweza kuangalia katika Waibrania 12. Ili tunaweza kukosea akiandika. Kuna Hebrews 12:22, Ibrania 12 na mstari wa 22, nasema hivi: bali ninyi mumeufikilia mlima Zayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika elfu nyingi. Endelea. Makutano makuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikiwa mbinguni, na Mungu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika. Unaona hapa mwandishi huyu anasema ya kwamba ni maelfu wengi, lakini ukisoma pia katika kitabu cha Ufunuo 5 na mstari wa 11, Revelation chapter 5 verse 11, inasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Kwa hivyo aliona ya kwamba hiyo ni idadi ambayo hata akieleza hivyo anaona kahakika hii ni 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000. Kwa hivyo aliona idadi yao ni kubwa sana. Kwa hivyo malaika ni wengi, ni wengi, ni wengi sana. Idadi yao kamili hatuna, kwa sababu ni wengi. Na hao malaika pia ni vizuri ujue ya kwamba wana uwezo mkubwa. Biblia inaeleza hivyo ya kwamba wana uwezo, na ukisoma katika Petro wa pili 2 na mstari wa 11, na 2 Peter chapter 2 verse 11, 2 Peter chapter 2 verse 11 inasema hivi: wenye ushupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiyatukana matukufu, ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu. Kwa hivyo hii tulisoma jana, lakini tunaona ya kwamba hawa malaika ni wana uwezo na nguvu. Kwa hivyo Mungu hawaachilii tu watu hohehahe, watu ambao hawana nguvu, ni watu walio na nguvu. Na kuna jambo moja liliweza kutendeka siku moja, kisoma katika Wafalme wa pili 19, Wafalme ni wa pili 19 na mstari wa 35.
Tafadhali tuwekewe hiyo ya hiyo Wafalme wa Pili 19:35 inasema, ikawa usiku huo huo malaika wa Bwana alitoka akaingia kituo cha Waashuri, akawapiga watu 185,000. Na watu walipoondoka asubuhi na mapema, kumbe hao walikuwa maiti wote pia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba vile malaika walivyo na nguvu, wanaweza kutumika hata katika vita, na tunaona ya kwamba waliweza kuwapiga watu wengi sana safari moja, watu 185,000, 185,000 wakapigwa siku moja. Na kwa hivyo watu walipokuja asubuhi, hawa watu walikuwa ni Assyrians ama Waashuri. Biblia inasema ya kwamba walipigwa. Kwa hivyo Mungu anaweza kupigania watu wake akitumia malaika, maana hili ni jeshi lake, na wanapigana na wanafanya kazi hiyo mara moja, na si lazima wawe na silaha, lakini kwa sababu ni wana nguvu, hakuna mtu anayeweza kustahimili nguvu walio nayo. Na kwa hivyo ni vizuri ya kwamba vizuri kuelewa ya kwamba ni watu walio na nguvu sana, na pia wana akili. Pia hili ni jambo lingine ambalo unafaa kuelewa, si nguvu tu, bali pia wana akili sana. Na tukisoma katika Samueli wa pili 14 na mstari wa 20, na hili tunaongea ili ujue umuhimu wa kuwa na malaika. Kuna mambo mengine ambao sisi hatuwezi, lakini malaika wa Bwana, malaika ambao ni wazuri, wanaweza kufanya kwa niaba yetu. Na tulisema jana ya kwamba ni vita vingi sana Mungu anatupigania hata bila sisi kujua na kuelewa. Mungu anatupigania, na Mungu ako kazini, na anatumia malaika, na wanatuzuia na hatari nyingi sana sana, na ni vizuri kuelewa jambo hili. Katika Samueli wa pili 14 na mstari wa 20 nasema, mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili, na bwana wangu nayo anayo akili kama akili ya malaika wa Mungu, hata ajue mambo yote ya duniani. Kwa hivyo malaika ni watu walio na akili, na inalinganishwa na akili za Mungu, ingawa malaika si Mungu. Tulisema hawastahili kuabudiwa, maana ni viumbe, na tena tujue ya kwamba hawawezi kuwa kila mahali kila wakati, japo kuwa tu watumwe mahali pamoja wakati mmoja na mambo kama hayo. Kwa hivyo angels are limited, kuna mahali ambapo hawawezi kufika, na kuna mahali wanafika wakati mmoja. Hivyo nafikiri ninaeleweka hapo ninaposema ya kwamba hatuwezi kusema malaika ni omnipresent, ya kwamba wanaweza kupatikana mahali popote na kila wakati, lakini panapohitaji
anatumwa mara moja, na ili kuachilia msaada unaohitajika. Na kwa hivyo ni vizuri kujua tunadili na watu wa aina gani, na pia ni vizuri kujua ya kwamba kama vile Biblia inavyosema, Yesu ni mkuu kuliko malaika. Kwa hivyo hatulinganishi Mungu, hatulinganishi Kristo na malaika. Katika Waibrania 1:4, na tena tuangalie katika sura ya 2, Waibrania 1:4, Hebrews chapter 1 verse 4 inasema, amefanyika bora kupita malaika. Huyu ni Yesu. Yeye ni bora kuliko, amepita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hivyo Yesu hawezi kulinganishwa na malaika. Sura ya 2 na mstari wa 15 pia tuone inavyo tueleza. Nasema, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hivyo nasema maana 16, maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atoa asili ya mzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo Yesu hawezi kulinganishwa na malaika. Yesu ni mkuu, na ni vizuri kuelewa na kujua mambo hayo. Na sasa tunaweza kujiuliza swali hili: je, malaika wema hufanya nini? Sababu tunao malaika wema, kuna wale wabaya, na tulisema tutaweza kuangalia habari ya hawa wabaya. Lakini hawa malaika wazuri, kazi yao ni nini? Wanafanya nini? Kazi yao moja, tunaona wanamsifu Mungu. Waibrania 1:6. Najua mwandishi huu wa Ibrania aliweza kuleta taarifa ya malaika hapo mwanzo, ama katika sura yake ya kwanza, na anasema hivi, Waibrania, Hebrews chapter 1 verse 6, anasema, hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alipozaliwa, tunaona ya kwamba malaika walionekana mbinguni wakimwabudu, walionekana wakiendelea kushangilia kuzaliwa kwa Mwokozi, na kwa hivyo hao wanamwabudu na hata wanaendelea katika kazi hiyo. Na hata ambapo tumesoma Isaya aliona maserafi wakimwabudu Mungu wakisema, mtakatifu mtakatifu ni wewe. Na kwa hivyo kazi mojawapo ya malaika ni kumwabudu Mungu. Na kama kuna kitu ambacho kinamfurahisha Mungu wetu, ni watu wanaomwabudu. Bali na kuwa na malaika ambao wanamwabudu, pia anatafuta watu ambao watamwabudu kwa kweli na roho, na bado anatafuta na anapendezwa sana na watu ambao wanamwabudu. Maana katika siku zetu unakuta ya kwamba kuna watu ambao wanajiinua, kuna watu ambao wanajisifu, kuna watu ambao wanataka kuabudiwa, na pengine tukae tukizungumza mambo yao asubuhi hadi jioni. Lakini Mungu anatafuta ni nani hawa watakao niinua, watakao niabudu, hata wakati
hali ni mbaya, ambapo wanasema wakati hali si hali, bali kuna watu ambao watamwabudu wakiwa mbele za Bwana. Mungu anatafuta watu kama hao ili tuungane na malaika ambao kazi yao bali na kutumwa na kutulinda na mambo mengine ambao tutatazama hapa, unaona ya kwamba wana kazi kubwa ya kumwabudu Mungu. Na pia tunaweza kuangalia katika Ufunuo, nafikiri tulikuwa tumesoma hiyo, Revelation chapter 5 verse 11 12, nakuta ya kwamba mahali Yohana aliona na akasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, za wale wenye uhai na za wale wazee, na naendelea kusema hivyo. Ukisoma hapo chini nasema, wakisema, mstari wa 12, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Haya ni maneno yanayotumika ya kumwabudu Mungu na kumuinua na kumwambia anastahili. Kwa hivyo hawa ni tunaweza kuwaiga, tunaweza kuona vile ambavyo wana juhudi za kuendelea kumwabudu Mungu huko mbinguni. Na kwa hivyo hata hapa duniani inafaa kuwe na watu ambao ni viumbe pia wa Mungu, ambao ni sisi, ambao tunaungana na mbingu na kuendelea kumwabudu Bwana. Na pia tunaona katika Mathayo 18 na mstari wa 10, pengine nisome hiyo ikiwa mwisho, tuone kama kuna maswali, maana tunaenda kumalizia somo letu. Kazi ingine ya hawa malaika tunaona Biblia inasema hivi, Mathayo, the book of Matthew chapter 18 verse 10, inasema hivi, angalieni msidharau mojawapo wa ndogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wale malaika wamepewa kazi ya kuwalinda watoto ama kuangalia hali na maisha ya watoto. Watu wengi wamewahi kushuhudia ya kwamba pengine kumepatikana ajali mahali, gari limefigirika mara kadhaa, na pale palikuwa na mtoto, wazazi pengine wameumia, wengine wamekufa, lakini mtoto unakuta ya kwamba hajaguzwa mahali. Mtoto ako salama na anatolewa pale, na watu wanashangaa, huyu mtoto mbona hakuumia, hakujeruhiwa na mambo kama hayo. Na kwa hivyo inadhihirisha ya kwamba kuna malaika ambao wako on duty, ama wale ambao wanafanya kazi ya kuwalinda na kuangalia wale watoto. Si watoto tu, ujue ya kwamba hata watu wa Mungu wanalindwa na malaika. Na pia tuongeze hiyo katika Zaburi 91 na mstari wa 11. Nafikiri hii tunaifahamu, lakini tuisome. Zaburi Psalms 91 verse 11 inasema hivi, kwa kuwa atakuagizia malaika zake
wakulinde katika njia zako zote. Mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hivyo unakuta ya kwamba malaika wamepewa kazi ya kutulinda hata na sisi, na kwa hivyo wanaamuliwa ya kwamba imefika wakati wa kutulinda, na kwa hivyo tunapotembea tuna malaika ambao wanatulinda, na isipokuwa ni wale malaika, wakati mwingine tungekuwa katika taabu, na wakati mwingine zile roho chafu huwa zinawaona wale malaika, na kwa hivyo wanaogopa. Wanaona hauko peke yako njiani, wanaona ya kwamba umelindwa, na kwa hivyo hata wao wanashangana. Wanaona wale watu ambao mnatembea nao ni watu ambao hawawezi kuwashinda, na kwa hivyo wanakusaidia. Hata tunapolala unakuta ya kwamba wale malaika wanatuzingira hata pale vitandani, na kwa hivyo ni kazi yao ya malaika kuendelea kutulinda, kutuhifadhi na mambo kama hayo. Nikomee hapo kwa leo. Ujue kama tuna swali na ili tuweze kujibu swali hilo. Ujue kama kwa upande wako kama una swali. Kwa hivyo tujue ya kwamba kulingana na mpangilio wa Mungu wetu, aliona ya kwamba tukiwa hapa duniani tuwe na malaika ambao wanatulinda, na tuliona pia wao wanapeleka habari zetu huko mbinguni, vile tunakaa, vile tunaongea, vile tunatembea. Nafikiri tuliweza kuona hiyo jana. Kwa hivyo kama hatuna swali, ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru na niseme malaika wa Bwana wawe nawe usiku wa leo, wakuzingile mahali ambapo utalala usiku wa leo, na kila utembeapo uone ya kwamba hauko peke yako, una malaika ambaye anakuangalia. Na kwa hivyo vizuri kujua ya kwamba Mungu alitupangia mambo mazuri, na pia tukipata nafasi kesho tutaendelea kuona kazi zingine ambazo malaika wanafanya, maana wana kazi nyingi, ili tuone vile ambavyo Mungu aliweza kupanga, na tukiweza kupata nafasi tuendelee katika mambo mengine ambayo tuliguzia ya kwamba tunaweza kuiangalia. Kwa hivyo Mungu awabariki sana kuwa nanyi, si jambo la kawaida, nyinyi ni watu wa kipekee. Mungu awabariki sana, muwe na usiku wa baraka, na Bwana aweze kuwa pamoja nanyi. Tunawashukuru sana, asanteni. Tuombe na ili uweze kuwa na nafasi nzuri. Mungu wetu na Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wote ambao tuko pamoja nao, tumeshirikiana nao, na Bwana unazidi kutujulisha ya kwamba kunao malaika. Naona Masadukayo vile waliweza kuwa na ubishi mkubwa, wakaweza kusema ya kwamba hakuna malaika, hakuna roho, hakuna kiyama ya wafu. Walipinga mambo mengi, na hata leo kuna zile roho ambazo huzunguka na kuonyesha watu ya kwamba haya mambo yalikuwa ya zamani, hayapo sasa. Lakini tunaamini ya kwamba hata sasa tunao malaika wako bado wanafanya kazi, kama vile katika Waibrania wanaitwa ministering spirits. Ni kumaanisha ya kwamba wanahudumu
ingawa hawaonekani na macho yetu ya kawaida. Hivyo tunaamini ya kwamba hata usiku wa leo tuko pamoja na malaika wako, na tutazidi kuishi pamoja nao kwa ajili wako kazini, na wewe Mungu wetu uko kazini ukiendelea kutuhifadhi kama kanisa lako, na hatutaogopa. Kila mahali tutembeapo na tuendapo, Mungu wa rehema, utakuwa pamoja nasi. Uinuliwe na hata uhimidiwe. Libariki kanisa lako, zingira watu wako, linda watu wako Bwana, uweze kuwaepusha na maovu yote kwa jina la Yesu. Hata roho chafu wanapofanya kazi katika giza, tunaamini ya kwamba utatuma malaika wako, wataweza kuwazuia watu wako kupatwa na mambo mabaya katika jina la Yesu. Waokoe katika hatari zote katika jina la Kristo Yesu. Uinuliwe na hata uhimidiwe kwa sababu ya wema wako katika jina la Yesu. Tunaona kuna usiku ambapo malaika waliweza kuwaua Waashuri 185,000. Kwa hivyo wako kazini, wanaweza kufanya kazi ya kupingana na maadui wetu katika jina la Yesu. Uinuliwe na hata uhimidiwe, Mwokozi wa rehema, kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa zote na hata shukrani zote kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Amen. Barikiweni sana, muwe na usiku mwema. Tunawapenda sana. Asanteni kwa kufanikisha kipindi hiki, na Mungu aweze kuwa pamoja nanyi. Asanteni. Tunaona wanaoendelea kutushukuru kwa sababu ya muda na wakati ambao tumekuwa nao. Asanteni sana. Mungu awabariki. Have a good night. Asanteni.